Mungu akubariki sana kwa uwepo wako. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii tena ya upendeleo ya kusimama mbele yako siku ya leo. Niwashukuru wazazi wetu, askofu mkuu pamoja na mama, lakini pia nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana idara ya sifa kiongozwa na Pastor Moses, haleluya, kwa kunipa nafasi hii siku ya leo kama mwimbaji. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nimefurahi sana kukuona, kama neno linavyosema, wawili watatu wakusanyikapo kwa ajili ya Yesu yuko pamoja nasi. Haleluya, watu wa Mungu. Basi mtumishi wa Bwana, naomba niwekee kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 1. Tunaendelea na somo letu la ibada. Haleluya. Kwenye maombi yako niombee sana Mungu anifanikishe hili jambo. Nataka niandike kitabu. Haleluya. Nataka nianze kuwa mwandishi wa vitabu kwa sababu Mungu anaachilia vitu vingi. Hili somo ni refu sana. Kuna baadhi ya vitu inanilazimu niviruke kulingana na muda. Sasa tukipata kitabu itakuwa vizuri sana. Kwa hiyo niombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Asante Mungu, ninakushukuru kwa neema yako. Tazama Bwana, wakubwa wako mbele yangu, wasomi wako mbele yangu, wenye vyeo wako mbele yangu, na watu wako mbele yangu wamenizidi kila kitu, lakini wamekaa kimya kusikiliza neno kutoka kwako. Baba, ninaomba ukawape chakula. Baba, ninaomba ukawape maziwa yasiyogoshiwa. Nitumie sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tumeangalia katika vitu muhimu au vitu vya kuzingatia unapofanya ibada. Ukiwa kama mtu wa ibada, nilikwambia zingatia vitu hivi viwili. Hapo mbele tutaona zile nguzo 4 za ibada. Lakini kabla ya kuangalia zile nguzo 4 zinazokamilisha ibada, haleluya, kiona kitu kimesimama ujue kina nguzo. Umeona hili jengo? Jeuri ya hili jengo ni hizi nguzo. Bwana asifiwe sana. Kwa kabla tujaangalia zile nguzo zetu 4 za ibada, na utafurahia sana tukifika kwenye hizo nguzo. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona kitu cha kwanza tukasema kwamba lazima awepo Mungu anayeabudiwa, na nilizungumza sana, na hata Jumamosi pia Mungu alinipa kibali nilizungumza sana hapo, na tukaangalia aina za miungu. Lakini pia kuna kipolo tulikiacha, tukasema lazima pawepo na hekalu au madhabahu au hema la kukutania. Mtu yeyote wa ibada lazima awe na hema, awe na hekalu au awe na madhabahu. Huwezi kusema wewe ni mtu wa ibada alafu hauna madhabahu. Haleluya. Sasa tunaona hapa wenzetu waliotutangulia, viongozi wetu kiimani. Biblia inasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Bwana asifiwe sana. Sio sisi wa kwanza kuingia hekaluni. Hatujaanza sisi kuingia hekaluni kuja kuabudu, kuifuata madhabahu. Sio sisi wa kwanza. Naona wakina Petro pamoja na upako waliokuwa nao, saa ya ibada ilikuwa ikifika, wanalipandia hekalu, wanaiendea madhabahu kwenda kuabudu. Haleluya. Kwa issue ya kukutana kwa mtu wa ibada ni lazima. Maana kuna wengine wanasema nikiwa na imani nitaabudu nyumbani. Paulo anasema msiache kukusanyika. Haleluya. Ibada yoyote lazima pawepo na kusanyiko. Anasema waabudu harisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini lazima liwepo hekalu. Kwa hata Yesu mwenyewe alikuwa anapanda kwenda hekaluni kusali. Na ndio maana tunajenga nyumba ya ibada. Kwa nini? Tupate mahali ambapo tutakuwa tunakuja kufanya vita na shetani. Haleluya, watu wa Mungu. Wiki hii karibia wengi wamezungumza sana mpaka nikawa nasema sasa inakuwaje? Mbona kila mtu anazungumza hicho? Lakini nataka nikwambie, wanasema ukiona ngoma inafanyaje?
inavuma sana, ujue imekaribia kupasuka. Sasa angalia saizi wana mito ya baraka, Mungu ameachilia sana ufunuo juu ya sadaka. Kila anayesimama kwenye hii madhabahu lazima azungumze kwa habari ya sadaka. Haleluya. Na hatujaambizana. Na kuna kitu kimoja nilikishangaa mama nilipokuja hapa, nilishangaa kuona vitu vingi ambavyo nilikuwa nimeviandika vipo kwenye hii madhabahu na vinafundishwa. Nikamwambia Pastor Michael, mimi sielewi. Nilikuta Pastor Moses ile wiki ameishia kufundisha somo moja linaitwa maelekezo. Nikamwambia Pastor Michael, angalia hapa, mimi nilikuwa nimeliposti lile somo, nimelifundisha miaka 2 iliyopita. Nikamwambia unaweza kaisi labda nimekopi, angalia hapa, hii imepostiwa tarehe ngapi? Yaani vitu 100% ndio hapo nilipokuja kugundua kwamba roho iliyo ndani yangu ndio iliyoko hapa. Haleluya. Manake kila kitu mtu akisimama mpaka anashika na baki na butwa anaangalia anashangaa. Kwa roho yangu iko wapi? Hapa. Hapa yuko Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Nataka nikwambie hapa yuko Mungu wa kweli. Mimi niliogopa kidogo nilipoona Bishop amefanikiwa. Unajua kulingana na dunia yetu ilipofika, sasa tunaogopa watumishi walioinuka, waliofanikiwa, watu wa Mungu. Lakini kayaangalia maisha ya Bishop anavyoishi, hasa kwenye issue ya maombi. Bishop akiingia tu kwenye gari, namna anavyomlingana Mungu, nikajua huyu ni Mungu wa kweli aliyemfanikisha huyu. Na ndio maana nilikufundisha nikakwambia kila mtu wa ibada naye Mungu. Yeyote unayeona ameinuka mtu wa Mungu, ameinuliwa na Mungu. Haiwezekani katika dunia hii kuinuka mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe tu kwa jitihada zako, kwa nguvu zako uinuke ni ngumu. Kila unayemwona amekaa juu ameinuliwa. Bwana asifiwe sana. Sasa tunajuaje kama wewe umeinuliwa, au tunajuaje kama wewe unamwabudu Mungu wa kweli? Ni kwa matendo yako. Yesu anasema kwa matunda yao mtawatambua. Maisha unayoishi watu wakiyatazama wanajua huyu aliyemuinua ni Mungu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona umuhimu wa hekalu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tunazungumza hekalu, tumezungumza vitu vitatu, tumevijumlisha pamoja. Haleluya. Hekalu, madhabahu au hema la kukutania. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu wa ibada lazima uwepo na madhabahu. Na madhabahu mimi nilikuwa nikiangalia nikawa nimeifananisha na kitu kinaitwa mlima. Angalia watu wa zamani wote waliokuwa wakifanya ibada walikuwa na kitu kinachoitwa mlima. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tumishi wa Mungu niwekee kile kitabu cha Samueli wa kwanza 17. Samueli wa kwanza 17. Tuanze mstari wa kwanza. Jeuri ya muabudu yeyote ipo kwenye madhabahu. Na ndio maana unaona hata wanaoabudu mashetani, haleluya, wanazo madhabahu. Hujawahi kusikia mtu anasema kuna bosi mmoja nyumbani kwake ana chumba ambacho haruhusiwi kuingia yeyote? Hiyo ni madhabahu. Na wenzetu wanaiheshimu sana madhabahu yao. Wewe ukija kanisani, tumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Jana walikuwa wanazungumza vitu fulani ni vya uchungu sana. Mtu amekaa ibadani ana chati. Mtu amekaa ibadani anatuma message. Mtu amekaa ibadani amewasha data, amewasha mtandao, yuko Facebook anaperuzi. Haleluya. Mtu amekaa ibadani, yani kwenye nyumba ya Mungu, kwenye madhabahu ambapo Mungu anashuka kutuhudumia. Wana maombi, wanakesha hapa kuomba wingu lishuke. Wanateseka watumishi wa Mungu kutafuta uwepo wa Mungu kwenye ibada, lakini mtu amekaa kwenye ibada yuko kwenye TikTok. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu watu hawajamjua Mungu wanayemwabudu. Angalia wale wenzetu wale wanapokaa kwenye ibada zao, kila kitu kinasimama. Yaani hata umwambieje, hata uende na milioni 20 umwambie Bwana nihudumie dukani, anakuambia ni saa ya ibada. Wanamheshimu Mungu wao. Lakini sisi kwa sababu hatujamjua huyu Mungu tunayemwabudu, ndio tunafanya mchezo.
Angalia Mungu aliposhuka mlima Sinai, Waisraeli wakasema, Musa, haiwezekani kila siku uzungumze na wewe tu huyo Mungu, tunataka na sisi tukamsikie. Biblia inasema Mungu aliposhuka mlima Sinai, ulipojua Mungu anashuka ulitetemeka, uliogopa, yani mlima ukatamani kujificha, unaukimbia uwepo wa Mungu. Wewe umekaa ibadani unachati. Na ndio maana utaabudu miaka yote utabaki kuwa mchanga. Utasikia tu watu wanashuhudia, Mungu amenitendea, Mungu ameniinua. Utasema Mungu ana upendeleo, utasema waongo, mbona mimi miaka 10? Level ya kufanikishwa na Mungu inategemeana na level yako ya kumwabudu Mungu. Unamheshimu kiasi gani Mungu? Hata katika familia iko hivyo. Mama na watoto 5, upendo wako kwa watoto itategemeana na upendo na adabu yao na heshima yao kwako. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tujajua ibada nini. Tumekuja kwenye mlima wa maombi, tumekuja kwenye madhabahu ambapo Mungu wetu anaketi, aliyezifanya mbingu na nchi, aliyemtikisa, aliyemshusha shetani kutoka mbinguni na kumpeleka chini, aliyefanya mambo ya ajabu, aliyempiga Farao mpaka dunia ikachanganyikiwa. Wewe unamfanyia utani? Ahabu anawaambia wapelelezi, anasema tulisikia habari za Mungu wenu aliyoyatenda kule, mioyo yetu imeyeyuka. Yani tumeinama, tunaogopa, tunatetemeka. Pigia Yesu makofi. Tuje nyumbani kwa Bwana kwa adabu. Haleluya. Tukae nyumbani kwa Bwana kwa adabu. Mtumishi wa Mungu anasema ibada inaendelea, watu wamekaa kule nje, wanapiga, wanagonga, hata na rafiki, mtu na rafiki wanaongea. Tunahitaji semina kubwa sana mama. Watu wajemjua Mungu. Ukimjua Mungu, hata utakapokuja hapa mbele utakuja kwa kuogopa sana. Ukimjua Mungu anatisha. Haleluya. Anasema anaogofya. Samueli wa kwanza 17, mtumishi wa Bwana. Umeniwekea 25, 17. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika, naye Sauli. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efesi Damimu. Mstari wa 2. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. 3. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa nalo bonde katikati. Bwana asifiwe sana. Wamekusanyika kwa vita, wanaenda kupigana na kushindana vita, lakini Biblia inasema katikati palikuwa na bonde. Wafilisti walisimama kwenye mlima wao, wana wa Israeli wakasimama kwenye mlima wao. Nguvu za vita unazipata mlimani. Bwana asifiwe sana. Uwezo au ushindi wa vita au vita inapangwa kwenye mlima. Unaona katikati pana bonde, Wafilisti wamesimama kwenye mlima wao, yani kwenye madhabahu yao, na Waisraeli wamesimama kwenye madhabahu yao, katikati pana bonde. Haleluya. Hata tukisha panga vita sasa, tukisha chukua nguvu, ndio tunashuka bondeni kushindana. Ndio maana siku ile nikakwambia, unapokuja hekaluni unakuja kuchukua nguvu, unakuja kuchukua moto, unakuja kujiliniu. Haleluya. Kufanya ibada ni kuliniu nguvu. Na ndio maana wanapanga mbinu, wanamwambia Danieli, huyu Danieli huyu kwa sababu ametuzidi kila kitu, ana kibali. Huyu Danieli tukikaa vibaya huyu atachukua vyao vyote, tumzuie huyu asiendelee. Sasa wakakaa kikao, wakasema tunamzuiaje? Danieli kwenye kodi analipa vizuri. Danieli amenyooka hivi. Mtu wa ibada anakuwa amenyooka. Kama unafanya ibada na bado unaishi kijanja janja, wewe bado haufanyi ibada. Haleluya. Jana nilikuwa naongea na kakaangu mmoja amefungua bucha, akasema Isee, nimegundua bwana mbinu. Mbinu gani? Nikasema Isee, wabucha wanatuibia sana. Nikamuuliza kivipi? Anasema kuna jamaa amekuja kunifundisha mbinu, anasema kuna sumaku wanakaweka kwenye mzani.
Kwa ukiweka mzigo pale juu kama ni nyama, yani ikisogelea tu ule mzani unavutwa na nini? Na ile simaku Nikamwambia wewe hutakiwi kuenenda kama ulimwengu unavyoenenda. Wewe hutakiwi kuenenda kama dunia inavyoenenda. Wewe ishi kwa haki. Umewaambia watu nyama 10,000, mtu amekupa 10,000, mpe kilo iliyo kamili. Na hapo ndio utaweza kuzizuia roho za chuma ulete. Na ndio maana roho za chuma ulete tumeshindwa kuzishinda. Kwa nini? Kwa sababu wanavyofanya wapagani na sisi tunafanya hivyo hivyo. Haleluya. Kuna namna ya watoto wa Mungu kufanikiwa, alafu kuna namna ya watoto wa shetani kufanikiwa. Sisi kuna namna yetu ya kufanikiwa, na namna inayoweza kutufanikisha sana sisi ni uaminifu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Biblia, Elia alikutana na watu fulani wanaenda kuagua kwa mganga, wametumwa na mfalme. Elia, Biblia inasema akawaambia, mkamwambia mfalme ameona Israeli hakuna Mungu, mpaka anaenda kuagua kwa Baal-zebubu. Mwambie ni mfalme kwenye kile kitanda hatoshuka, atakufa. Elia alijua hii ni vita nimeianzisha. Biblia inasema ukisoma vizuri, Elia alipotoka pale akaenda kutafuta mlima, akapanda, akasimama mlimani namna hii. Haleluya. Wale jamaa wakaenda kumwambia mfalme, mfalme akatuma watu wakamkamate. Walipofika pale wakamkuta amesimama juu kwenye kilima. Ndio unaona wale jamaa wakasema, wewe mtu wa Mungu, shuka uondoke na sisi. Akasema, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke na ukuteketeze wewe na 50 wako. Amesimama juu ya mlima. Hapa kwenye hii madhabahu ni mlima. Uje uchukue nguvu. Unapoenda ukashinde, ukashindane. Haleluya. Tusimame. Najisikia raha sana ninapozungumza habari za baba yangu aliyeniokoa, aliyenikomboa. Sikiliza, ukikaa bila mlima utapigwa vibaya. Hii ni mlima, na ndio watu tunaleta na sadaka. Yesu mwenyewe pamoja na upako wake wote alikuwa anaenda kutafuta nguvu mlimani, alikuwa anaenda kuabudu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapokuja hapa lazima ujue kwamba ninaenda kumwabudu Mungu ambaye anaogofya. Njoo kwa adabu. Njoo kwa adabu. Kaa, tulia, sikiliza ibada. Mwambie Bwana, nimekuja kufanya kikao na wewe. Maana kufanya ibada ni kufanya kikao na Mungu. Biblia inasema njooni tuhojiane, uniambie shida zako na mimi nikuambie yakupasayo kutenda. Ndio maana tukija ibadani kuna saa unakaa namna hii, unasikiliza Mungu anakuambia. Mungu anakuambia, Mungu anakupa maelekezo kupitia nyimbo, wewe umetulia. Mungu anakupa maelekezo kupitia watumishi. Kama hivi nilivyosimama, Bwana anakufundisha wewe. Haleluya. Hicho ni kikao kati ya wewe na Mungu. Lakini kuna saa aliye mbele anasema twende mbele za Mungu tupeleke mahitaji yetu. Manake kikao hicho wewe unamwambia Bwana, nimekusikiliza, umeniambia nikufanyia ibada, lakini na mimi Bwana sina chakula. Nimekuja kwenye kikao hiki, lakini Bwana nadaiwa kodi. Nimekuja nimekusikiliza Bwana unachotaka nifanye, lakini Bwana angalia nahitaji hili na hili. Kufanya ibada ni kufanya kikao baina ya wewe na Mungu. Unapotoka nyumbani mwambie Bwana, naenda kwenye kikao, naenda kuitika wito, naenda kwenye mwaliko. Kufanya ibada ni kuitika mwaliko. Umepewa mwaliko kuja hapa, Bwana amekuita, anaaja na wewe. Njoo kwa adabu. Sema, Bwana Yesu, nipe moyo wa ibada. Bwana Yesu, nimekusikia ukizungumza na mimi asubuhi ya leo, na utaka moyo wa ibada. Bwana, umenipa wepesi wa kukufanyia ibada. Asante Bwana kwa ajili ya Bishop ambaye umempa maono hata akanunua gari inilete ibadani. Nipe moyo wa ibada ili nikufanyie ibada. Nenda mbele za Mungu kwa nusu dakika, mwambie Bwana, nipe moyo wa ibada. Kufanya ibada ni moyo, mtu wa Mungu. Kufanya ibada ni moyo. Mungu ametujalia neema na mito ya baraka. Baba anajaza mafuta, lakini bado gari inakuja tupu. Inaniuma sana, inaniumiza. Nasemaga tatizo nini? Yaani gari ipo, kila kitu umerahisishiwa, lakini bado haufanyi ibada. Shida nini? Ndipo Roho Mtakatifu akaniambia, watu wao wameondolewa roho za ibada, wanatakiwa waombewe, mioyo ya ibada ingie kwao.
Mtu mwenye moyo wa ibada atatembea hata kwa miguu, atatembea umbali mrefu. Wazee wetu walikuwa wanatembea kwa miguu, wanaenda mbali kufanya ibada. Kilichokuwa kinawasukuma ni mioyo ya ibada. Unapata wapi raha? Umekaa nyumbani unastarehe wakati wenzako wanafanya ibada, wewe umeondolewa moyo wa ibada. Mwambie Bwana, nipe moyo wa ibada. Unanitazama saa hii, unanitazama kwenye TV, unanitazama kwa mtandao, sikiliza. Ukiona wewe moyo wa ibada umeondolewa, wenzao wanafanya ibada, wewe unafanya vikao vyako, umeondolewa moyo wa ibada, mwambie Bwana, nipe moyo wa ibada. Baba, ninakushukuru kwa neema siku ya leo. Bwana, watoto wako umetufundisha umuhimu wa ibada. Tumekuja hekaluni Bwana kukufanyia ibada. Bwana, angalia wana mito ya baraka, hatuna cha kujitetea. Tutasema nini siku ya mwisho? Nini kilitufanya tusifanye ibada? Kama magari yapo, kama hekalu lipo, madhabahu ipo, umetupa watumishi wengi. Yuko askofu anayetupenda, ambaye kuna wakati anahakikisha tuje na turudi nyumbani kwa upendo. Baba, ni nini kitatuzuia? Tutajiteteaje siku ya mwisho? Nini kimetuzuia kufanya ibada? Hatuna utetezi. Baba, weka mioyo ya ibada ndani yetu, watoto wako tukufanyie ibada. Baba, ninakushukuru kwa neema ya madhabahu hii. Baba, ibariki madhabahu hii. Kila anayesimama kwenye madhabahu hii Bwana, usimuache wala kumpungukia, katika jina la Yesu, amen.